Ndio fresh. Bwana Mikoyi, tumeongea mambo mengi sana lakini siwezi kuondoka hapa kama tujagusia mchezo wa wananchi klabu ya Yanga Tanzania wa jadi ambao wana masaa machache wanakwenda kupiga pale katika jiji la Mwanza dhidi ya Pamba Jiji, timu ambayo ilipandishwa kwa nguvu kubwa sana ya serikali ya mkoa pamoja na wadau mbalimbali wenye asili na wakaazi wa jiji la Mwanza, jiji la samaki. Mchezo huu umeingia story nyingi. Watu wanajiuliza tena, mkuu wa mkoa, mwana michezo, kijana wa mama, lakini pia nasemekana ni mwananchi, ameamua kujiweka kando. Ya nini mie? Amepisha mchezo Unajua ngoja nikwambie Isike. Msije mkatafuta maneno nikaamua kuzungumza mkazima maiki zenu hizi. Kama ukimwona baba familia inamtegemea alafu anasema kwa jambo hili mimi nakaa pembezoni na acha watu wengine wasimame, maana yake nini hapo unakiona kinakuja mbele yake? Acheni kuzungumza hadithi za ulela hizi. Mimi ndio mtu wa kwanza kufika Mwanza kuzungumza namna ambavyo mkuu wa mkoa wa Simba alivyotufanyia. Leo mlezi wa timu ya Pamba, simzungumzii mkuu wa mkoa, namzungumzia mlezi wa Pamba Jiji, amejiweka pembeni kwa sababu ana interest, kwa maana na mapenzi makubwa na Dar es Salaam Africans. Lakini mlezi huyu ukija katika uwasilia ndio mwenyekiti wa ulinzi wa usalama wa Mwanza. Leo Isike, mimi nataka nikuulize example, mechi ya kesho Mungu ajalie kwa uwezo wake itaisha salama. Isipoisha salama, vurugu ikaingia, anayetakiwa kusimamia janga hilo ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama wa mkoa, na ameshazungumza kwamba yeye ana interest, kuna sehemu la kupenda zaidi, wapi ategemea katika ugomvi utakaotokea. Wanabamba wanatakiwa wajiulize. Wanabamba wanatakiwa wajiulize maswali na kujijibu wenyewe. Pamba haipo shehe na kwenda kuporomoka daraja kwa namna ambavyo mipango iliyopo kati ya Dar es Salaam Afrika na mchezo wa kesho na Pamba. Yapo makubaliano, kuna zuba tu imetokea, mheshimiwa kukaa pembeni, lakini kinachoendelea anajua. Na moja hadi zao ni Pamba kesho kufungwa na Yanga, ili baada ya kufungwa Yanga wajitoe kusaidia Pamba sehemu daraja. Wewe uongo, watu wa Mwanza wanadanganywa. Isike, semeni waandishi, ama msioga ushahidi unao hivi. Isike, inawezekaje mlezi anajiondoa? Mlezi akijiondoa kinacholelewa kinakuaje? Kinakuwa hai, kinakufa. Asana kabisa. Isike, nisikilize. Mlezi anatoa ziwa. Mlezi anatoa ziwa. Mlezi. Maana mlezi ni kukelea kitu ambacho kilichokuwa kimetoka wake kifanyaje? Kikuwa kife. Ishi. Akisema mimi mlezi najiweka pembezoni, kinatakiwa kuishi kinaishi. Jibu Patera. Akamwachia. Ndio jibu, sio kumwachia mlezi. Kwa sababu kama tungesema yeye kamwachia, Isike, kinachotakiwa tujue nani aliyemkabidhi. Kuna mlezi mwenzake kamkabidhi. Asimkukuyo. Kamkabidhi nani? Ataje sasa sivyo mimi kupela. Kamkabidhi nani? Mea. Isike kilichopo watu wa Mwanza. Watu wa Mwanza wanapewa cheusi chekundu. Watu wa Mwanza wa Simba wajitambue. Sisi tumekwenda kukutana nao vita kubwa pale. Vita tunakwenda kukutana nayo sisi. Pamba wameboa zaidi ya milioni 50 wakifunga Simba Sports. Ndivyo sivyo? Hata safari matangazo dosho kubwa tu. Bei gani? Wanaficha ukweli, mimi naujua milioni 15. Na kama kuna mambo yote wa Mwanza anabisha aje. Zaidi ya milioni 15 hakuna. Somia. Na milioni 15 ile, milioni 5 kwa toa ndugu yangu, sio vizuri kumtaja jina. Somia anajua milioni 100. Subutu. Sare 50 au? Subutu. Milioni 15. Ushindi sana. Na moja milioni 15 wamechanga nao wenyewe wa Pamba. Mlezi hajatoa hata 100. Haiwezekani Isike. Watu wa Mwanza lazima waamke. Walipoteza Toto kwa mambo haya. Mwenyekiti wa Toto anasema na Yanga Mwanza akasema mimi najiweka pembezoni. Toto ipo? Haipo. Leo mlezi kama anasema yeye ana interest, ana mapenzi na Yanga, atake kujihusisha. Leo mlezi anapiga kula, anaitwa bwana mbona chagua. Kuna Pamba, kuna Yanga, moja itemka daraja, ipi itemka daraja? Ipi? Guys, tuwa kweli. Tumekuja kwa udongo na tutaondoka kwa mavumbi. Hakuna mwanadamu ambaye Mungu anempenda kama mwanadamu mkweli katika jambo ambalo linastahili kuzungumzwa.
Sasa mheshimiwa sikaka pembeni ili mambo yaende sawa sawa. Ifike staki hizo story. Mama akikaa pembezoni kwa sababu ndio mlezi mtoto wake, mtoto atakuwa. Watu bwana wanaelewa mama zao walitangulia mbele zake, wanaelewa vizuri tu, umeona. Bana hiyo shehe bahati ya kubahatisha hiyo. Hiyo unaletea wewe bana bahati ya kubahatisha kwamba utakuwa tu. Yako mambo ya ajabu yanafanyika katika mpira wa nchi. Mimi niliwahi kusema Kwamba na nitaendelea kusema kuwa tunapoamua kumuunga mkono juhudi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana yake lazima tujiunge kwa ukweli na wale ambao yanastahili kufanyika. Leo serikali inafanya juhudi. Mimi kuzungumza Mheshimiwa Rais anafanya juhudi, wako watu kwa makusudi juhudi za rais hata kuunga mkono, ndio haya sasa yanatokea. Leo nakuuliza wewe swali. Narudia tena. Na ili isike mambo usipolijibu, usilete tena maiki mimi kunihoji. Swali, huyu mlezi aliyejitoa manake mkuu wa mkoa anasema anajiweka pembezoni. Inatokea kupiga kura vilabu vile vitemke daraja. Hapa kuna Pamba, hapa kuna Yanga. Anaulizwa mkuu wa mkoa wa Mwanza. Yeye wakati huo kwa Mwanza timu gani inaenda kupiga kura shuka? hapo shuke Simba. Yanga inaweza kushika daraja kaka. Wanangu wote njoni. Njaba niwaambie maisha sasa ni magumu. Mimi ndugu yangu aliniambia kuwa uyaone. Nilitegemea kuona magorofa, sasa haya ndio tunayaona. Naona Simba waamke. Wana Simba nawaambia hii vita sio vita nyepesi. Hii vita ni kubwa kuliko vita M23 ya Kongo. Tofauti. Hii vita ni kubwa mno. Jaribu kufikiria nyinyi waandishi, vita tuliyogombana nayo Simba Mwanza dhidi ya Pamba. Aliyetengeneza hayo